Hata baada ya siku nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda yaliyokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Hiyo mstari tunachia hapo. Amen. 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 Asante sana baba kutusomea. Hapa tunasikia hizi ni habari za mwana mpotevu. Mwana mpotevu aliomba urithi yake mbele babake akufe. Sijue kama hiyo tunasikiaka kuushia wenye tungaliki wakati generation yetu tunaishi. Sijue kama mtu anaweza kuomba urithi mbele babake akufe. Lakini kitu ninajua tu ni kimoja, urithi tunaupata baadaye wazazi wakishaondoka. Kama walisema kitu hiki kitakuwa kia mtu fulani, ndio mtu anapewa. Basi hii haiko ndio sije yetu. Sije yetu ni zaidi kujitambua. Tumesikia hizi habari za mwana mpotevu, jinsi alijitambua. Alikwenda akatumia mali yake vibaya, akaanguka katika dhambi na uasherati na uzinifu, alafu akamaliza mali yake yote. Lakini jambo ambalo imenifurahisha katika historia hii ni mtoto alijitambua. Haleluya. Ambia aliye karibu yako, vyema kujitambua. Wakati unapojitambua kweli inasaidia na kunakuwa na faida kubwa. Huyu kijana alirudi nyumbani mwao, huko mahali ambapo alipata kazi ya kulisha kondoo. Sio kondoo, nguruwe, pig. Hiyo kazi yake ya kulisha nguruwe, alafu alikuwa kabisa katika maisha. Jiulize mwenyewe, mtu kazi yake ni kulisha nguruwe na huyo mtu anaanza tamani kukula chakula cha nguruwe. Utajiuliza hiyo ni shida gani? Hali gani? Lakini kwa sababu alijitambua, akarudi kwa babaye akamwambia, Baba, nisamehe. Yaani sisi kama vile Wakristo ni vyema kila wakati tujitambue. Kama tunaanguka fasi tujitambue. Kama tumefanya dhambi tujitambue. Tusibaki mahali ambapo tumeanguka. Kwa sababu ukibaki mahali ambapo umeangukia, umesema leo mimi sitaenda kumeza ya Bwana juu nilifanya dhambi, hiyo dhambi itabaki. Ukisema mimi hakika kweli sistahili hata kwenda kanisani kwa sababu nimekosea, hiyo haikukusaidia kitu, haitakusaidia kweli. Lakini kama umejitambua umefanya vibaya, umetembea mbalimbali na mapenzi ya Mungu, umeenda katika dhambi, vyema kujitambua, kushuka na kuomba msamaha. Nakumbuka wakati nyingine nilikuwa mimi mwenyewe kazini, nikajizarau. Nikaangalia kazini nikasema, kweli hapa watu wote niko natumika nao balizaliwa hapa, banajua kila kitu. Lakini kwa sababu nilikuwa kama
Kujishusha mwenyewe, hiyo ikanishusha tena zaidi, lakini wakati mwingine na mimi nikajitambua. Ndio ongle mbili ambayo ninasema nitazungumzia kujitambua. Kujitambua kama umeanguka, ama kujitambua wewe ni nani. Ninaamini kwamba Mungu atatusaidia na Roho Mtakatifu atatuwezesha kuelewa hii maneno machache ambayo tunazungumzia mahali hapa, ingawa tutaenda katika njia mbili, lakini ni neno moja peke yake ambayo tunaendelea kuzungumzia, ambayo ni kujitambua. Vile vile tutaenda kusoma katika kitabu cha Proverbe ama Kumbukumbu la Torati, Mezali, Proverbe. Tanisamee sana, hiyo ndio nilisema kabisa. Swahili kwangu ni kujikaza. Swahili kama tunajua kusote, Swahili likufia kwetu Kongo. Yaani Kiswahili ketu ni kibaya sana. Tunaweza kusoma Proverbe 28:13 ama ndio Mezali. Okay, Mezali mstari sura 28 na mstari wake wa 13. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. 28:13. Mstari mmoja peke yake. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Nasoma kitabu cha Mezali 28 na 13 yake. Ndio. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye azitambaye na kuziacha atapata rehema. Wakati mwingine tunafanya mambo tunafikiria kuna mtu yuko anatutazama. Mtu anafunga safari, anaenda katika state nyingine, anaenda kufanya machafuko, anasema huku kwa hii state kwa mimi naenda hakuna mtu mwenye ananijua. Unafanya vyako vyote unataka kwenye giza, unafikiria hakuna Mungu, mtu mwenye iko na kuona. Lakini kumbuka, jicho la Mungu linaona hata chini ya bahari. Wakati tunapofanya mambo ambayo tunayafanya machafuko, Mungu anaona na anaandika. Yote imeandikwa kwa sababu neno la Mungu liko wazi, linasema ya kwamba siku ya mwisho kutakuwa na hukumu, yani kutakuwa judgment. Kila mtu atahukumiwa kadiri na yale aliyoyatenda. Wakati tunapokwenda katika njia zibaya, tujue ya kwamba hiyo ambayo tunalima ndio tutakaovuna, kwa sababu hakuna mtu mwenye analimaka maragi anaenda kuvuna mihogo. Ukipata maragwe utavuna maharagwe, ukipata mihogo utavuna mihogo. Sasa hiyo ni wajibu wetu sisi kujua ya kwamba tunapaswa kutembea kadiri na mapenzi ya Bwana. Na wakati mwingine tunasema kasi katapita tu, una neglige, unafanya dhambi, unasema kani ni kadogo, kanapita tu. Hakuna dhambi kubwa na hakuna dhambi ndogo. Wakati unafanya dhambi inatabaki kuwa dhambi. Lakini ukifanya dhambi, umeanguka katika mapenzi ya shetani, umetoka katika mapenzi ya Bwana, vyema wakati wote rudi kusema nimekosea, Baba nisamehe. Na kwa hiyo tumepewa neema sisi kama vile wa Kristo. Bwana Mungu ametupatia representa baki hapa chini ya jua. Na hao wa representa wa Mungu ni watumishi wa Mungu ama wachungaji. Kama umeanguka, usibaki katika dhambi. Hii ni kweli, mimi nasemaka. Wakati wote ninafanya kitu ambacho ninajua hiki hakiendeki kweli, ni kibani na inabidi nitubu, kwa sababu inabidi ukiri dhambi zako kwa kinywa chako ndio utasamelewa. Kama ukiri dhambi zako kwa kinywa chako, samahani sana, utakuja kanisani hapa na kule kwenye tulikuwa Uganda wanasema utaloania bure. Unapoteza muda wako bure. Saizi la buda ungelikuwa huko unalala. Saizi la buda ungelikuwa huko unafanya kazi yako moja nzuri. La buda sijui na nini. Lakini unakubali kuacha yote, unakuja mbele za Bwana. Sasa jiulize kama unaweza kuacha yote ambayo ulikuwa nayo na siku ya mwisho uambiliwe sikujui wewe. Itakuwa shida kweli. Itakuwa shida kweli. Lakini ni vyema sisi kama Wakristo kila wakati shuka mbele za Bwana, omba msamaha, mwambie nimekosea, lakini ninaomba unirehemu Baba. Kwa sababu Yesu alikuja ni kwa ajili ya kuchukua dhambi zetu, na aliposulubiwa msalabani, alipokata roho alisema nini? Yote yamekwisha. Na kama yote yamekwisha, sasa tujue ule ambaye alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Wakati tunafanya mabaya ni kama vile tunamrudisha msalabani. Wakati tunatenda dhambi ni kama vile tena Yesu tunampigilia misumari tena. Ile vidonda ambavyo anavyo kwa ajili yetu vinaumiza. Jiulize hata wewe mzazi mwenye uko hapa. Sasa mtoto anafanyaka kitu ambacho haukipendi.
Unasikia mama anasema kweli kabisa, ningelijuaka kabisa kama ni hivi ndio mtoto atakiaka kunisumbua, heri singelimzalaka. Mama anakumbuka hiyo machungu ambayo alipitia siku ya kukuzala wewe. Huyo ni mwanadamu. Alafu jiulize, Bwana Yesu Kristo ambaye alisulubiwa, akatemewa mate, akapigwa msumari msalabani kwa ajili yetu sisi tuokolewe. Lakini kama tunafanya dhambi hatukumbuke yeye yote, tunasema kale kanapita. Mungu aturehemu sana. Kwa sababu sote kisi tuko hapa, kila mtu ana nia zake, kila mtu anajua nini ambalo alikuwamo wiki nzima. Hakuna mwanajua mwenye nilikuwamo, sijui mwenye ulikuwamo, mchungaji hajui mwenye nilikuwamo, alafu na nitakuja hapa tu kanisani, Bwana lele, Bwana mama, Bwana. Hiyo kabisa ni kuchokea bure. Samahani sana ndugu zangu. Si hukumu, hapana. Ninataka tu ili tujue ya kwamba tunapoanguka katika dhambi tusibaki pale kwa tuliangukia, kwa sababu tukibakia tu pale haitatusaidia. Tukianza lialia, nilifanya hivi, haitatusaidia kweli. Yenye itatusaidia ni kupata wanaita ni courage, ujasiri, na kukuja mbele za watumishi wa Mungu na kusema nimekosea, uniombee Mungu msamaha. Kwa sababu watumishi hao kama unawaona wanakaa hapo, au wanakuwa kama vile pube, trash. Tunaenda huku tunafanya dhambi yote tunafanya, tunaleta tunabatupia tu. Nao wanatuombea msamaha kwa Mungu na sisi tunasamelewa. Usiogope, usiseme pastor anakuwa rafiki yake na babangu. Labda nikienda mwambia mchungaji kama kale ka $20 kipapa alikuwa anatafuta asubuhi, mimi ndio nimkakamata. Sasa mchungaji ataambia papa na papa atanipiga. Nasema mchungaji kweli, nikimwambia mambo yangu ataenda kuiambia mama mchungaji. Labda sijui nitakuwa kwa wawili, kila mtu atasema huyu mtu ninamtegemea, ndiye mwambia kitu kinisikia juu ya huyu na hata jua. Hapana. Haleluya. Mambo ya kutubu haendake hivyo. Wakati unamtumania mchungaji wako, unamwaminia kwamba huyu ndio mchungaji wangu, kuja kwake mwambie, baba, nimekosea katika njia hii, nimetenda hili na hili, na ninajua kwamba alikumpendeza Bwana. Mchungaji atakuombea msamaha. Hiyo itakuwa siri peke yake. Itakuwa siri kwako wewe na siri kwa mchungaji na Mungu peke yake. Mchungaji hataenda kumwambia mtu fulani, unaona kale kadada kalishuhudia kama kalitoa mimba, unaona kale kakaka kalishuhudia kama kaliiba. Hapana, mchungaji hawezi kumwambia mtu hivyo. Na mchungaji mwenye atafanya hiyo, hakika hiyo inakuwa ni laana ambayo mwenyewe amejibebesha, ingawa kwamba yeye ni Mungu ama anarepresente Mungu hapa duniani. Wakati wote tunapoanguka, tusibaki katika maovu, tusibaki mahali ambapo tumeanguka. Kila wakati tusimame, tuambie Bwana aturehemu. Kweli kabisa, mtanisamehe sana, tuko na maandiko kama machache ambayo tutasema, ni kwa sababu ninataka hii ndio iwe kama msingi, kwa sababu neno ambalo limeandikwa ndilo msingi. Mimi nikikuja hapa kanisani unaanza tu kuniambia baba na sisikie kulitosha, nitajiuliza huyu ni mapenzi ya Mungu. Ndio maana mimi ningetaka kabisa hii neno tulisome pamoja. Tutajikaza, tutachunga muda, hatutaenda baada ya muda, usiogope. Haleluya. Kwa hiyo tutaenda kusoma Warumi sura yake ya 10 na mstari wa 9. Warumi sura yake ya 10 na mstari wa 9. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Warumi 10:9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Amen. Hapo nilitaka zaidi kusindiria ile neno ambayo inasema kuamini na kutamka kwa kinywa chako. Kinywa, wakati mwingine tulizungumza hapa, tukazungumza mambo ambayo ama puissance ama nguvu zinazokuwa katika neno ama la puissance de la parole. Hapa tunaona ya kwamba yote ambayo unayokiri kwa kinywa chako hiyo, na unaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni Mungu kweli, utasamelewa. Na ukiamini hiyo, hautakuwa na shaka, hautakuwa na uoga. Wakati utakuwa katika njia ambazo ziko zibaya, kila wakati unataka kufanya vibaya, utakumbuka hii ni kibaya.
Unakumbuka, kwa sababu unamwamini Mungu, unamwamini Yesu Kristo, unaamini yale ambayo Yesu Kristo alipitia kwa ajili yako, kwa ajili ili wewe uokolewe. Na ndio maana kwa sababu wakati mwingine mimi wakati tunaanza kuomba kweli najisikiaga tusimalize. Zaidi kama ni sifa na louange ama louange ya adoration. Sifa na mabudu. Najisikiaga sawa kisi tusiache. Kwa sababu nasikia ninamwamini ambaye ninamwamini anakuwa sasa pamoja na mimi. Haleluya. Na hiyo ningalitamani kweli ikuwe maombi yetu shie wote. Kila mtu ujisikie unasema leo sikia posho sitabaki hapa kunyumba. Inabidi na mimi nende nimtafute Bwana. Hiyo ndio wakati pazuri ambapo nitaenda kuomba, wakati ambapo nitaenda kuungama dhambi zangu. Kwa sababu hata wakati mwingine watu wengine wanalala hata bila kuomba. Hawana muda wa kuomba. Ndio maana unasikia wachungaji wanasema, wanatangaza siku ya 5 hapa tutakuwa na maombi. Kwa sababu wachungaji wanataka tufike hapa tuombe sote pamoja. Kwa sababu kuna wakati mwingine hauwake na muda wa kujiombea wewe mwenyewe nyumbani, hauwake na muda hata wa kusema Bwana nisamehe. Lakini ukifika hapa na unaprofitia kwa ile occasion, wakati unakutana wengine wako wanaomba, unasema na mimi niombe. Haleluya. Hiyo yote niko naonesha ni faida ya kujitambua. Kwa sababu wakati utajitambua, pale ndio utajua wewe ni nani. Nimezungumza kiroho, acha nirudie sasa kidogo kimwili. Wakati unajitambua wewe ni nani, utafanya kweli maajabu. Wengine hapa katikati yetu wanakuwa na karama mbalimbali, wengine wanakuwa na do mbalimbali ama taala mbalimbali, lakini hawazitumie kwa sababu hawajitambue au ni wanani. Lakini kweli Mungu angelikujalia neema siku ya leo, uombe Mungu, mwambie Bwana, ninataka unisaidie nijue mimi ni nani, nipate kujitambua mwenyewe, kwa sababu una vitu ambavyo kweli wewe ungelivitumia kwa ajili ya utukufu wa Bwana, lakini hivyo vitu wewe unavibalia ndani, unajifunga, haujiache Bwana akutumie. Kitu kiko ndani mwako, lakini inakubidi wewe sasa ukamate hatua, umuombe Mungu, mwambie Bwana nisaidie, nijue lile ambalo linakuwa ndani mwako. Na wakati utalijua, wakati mwingine utaona wachungaji ama watu wanasema wewe kabisa, tumeona uko na karama fulani, unaweza kufanya kazi fulani, njoo utumikie Bwana. Nakumbuka mimi mwenyewe wakati nilitoka kwetu Kongo kwenda Uganda, nikaingia kanisani. Na kanisani kweli nikapenda kufanya kazi za mashemasi ama asha. Watoto wanalia na burula huko, watu wanakuja na waonyesha mkae huko. Nikafanya hiyo kama ni miezi fulani, na wakati mwingine hiyo kwa sababu ilikuwa ndani mwangu, Mungu alinijalia neema nikaiona, wachungaji nao wakaiona, wakasema wewe tutakuombea kama vile diakre ama shemasi. Inabidi wewe peke yako ukamate wakati ya kupenda kujua wewe ni nani. Wewe ni nani? Sisi ambao tumeumbwa kwa mfano wa Bwana, tumeumbwa kwa image ya Mungu. Inabidi tutambue ile kitu ambacho ndani mwetu ili tupate kutumia hiyo kitu kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Bwana anataka tumtumikie, kwa sababu kweli wakati tunakuwa nazo si wakati nzuri sana. Wakati si nzuri sana. Muda kwa muda kanisa litaondoka. Labda na pengine utajiuliza, hizi habari tulisikia zamani, kama muda na muda kanisa litaondoka. Lakini kweli hakika kama wewe uko unafikiria na unatazama vitu ambavyo vinatembea kwa duniani, na ulishaka sikia la Buddha, ulishaka soma neno ama ulishaka hubiriwa kitu gani kitatokea wakati wa unyakuliwa kwa kanisa la Bwana, utaanza kutambua na kusoma majira na nyakati. Unasema njoo muda huu sasa. Na alafu jizulize kama hautakuwa na kile kitu ambacho Bwana alikupatia ndani mwako, haukitumie, unakiacha kinafifilia ndani, utaenda kutoa ripoti gani? Kwa sababu kila mtu atatoa ripoti ya kazi aliyoyafanya, sivyo? Kila mtu atatoa ripoti ya kazi aliyoyafanya. Alafu wewe kama Bwana amekupatia kazi, amekwambia wewe nimekuchagua wote unitumikie katika uimbaji. Wewe nimekuchagua wote uchunge kondoo zangu. Wewe nimekuchagua uhubiri kondoo zangu. Alafu hiyo kazi unaibadilia ndani. Siku hiyo utamwambia Bwana nini? Ripoti gani uko nayo ambayo utaenda kumtolea Bwana? Jiulize kidogo. Wakati tuko tunasikiliza neno, unaanza kujiuliza, hakika kweli ile ambayo Mungu amenipatia mimi ninaitumia? Kweli hivi kisi mimi naishi ndio kisi Mungu alitaka niishi? Labuda wanasemaka bile je ni sawa mie banione tu aseme mimi nenda maombi samedi, mimi nenda mkanisa dimanche. Zaidi vijana sana, Mungu atuhurumie. Kwa sababu vijana sisi tunakuwa sana na upuuzi na vile vitu ambavyo Bwana ametia ndani mwetu tunavififilisha. Hatutaki vichipuke na kufanya kazi. Tunadharau kazi ya Bwana. Tunasema bile ni gaba.
ya wazee bila una nakosa kazi. Hapana. Tunapokuja hapa kufanya kazi ya Bwana, tunajua ya kwamba tunajiwekea akiba, na siku hiyo itafika kweli, wakati wataanza kugawanya taji, kila mtu atapewa taji lake, na hapo ndio tutaona wale ambao watakuwa wa generali mbinguni, wale ambao watakuwa wa major, wale watakuwa wa kolonele, wale wengine wa kaporale, na wale wengine watakuwa tu basoda tu, kwa sababu ulimwamini Mungu, ukatenda mapenzi ya Mungu, lakini hukumtumikia Bwana. Hauna akiba ambayo umejiwekea juu mbinguni. Hakika kama umeokoka ndio utaenda mbinguni, lakini mbinguni iko na maeshelo, iko na mangazi. Tutaenda mbinguni, lakini kutakuwa baadhi ya komanda mbinguni vile vile. Si ni maandiko? Maandiko yamesema ya kwamba kila mtu atapewa taji kadiri na kazi aliyoyafanya. Alafu jiulize kitu, umezimilia ndani mwako mwenyewe. Na wakati mwingine hata wanadamu wanazuia wengine. Wanadamu wanazuia wengine kufanya kazi. Hiyo ni ole. Hiyo ni ole kubwa sana. Lakini kweli watumishi wale ambao hakika wameokoka, wanapatia kila mtu opportunity. Wanakuona huyu mtu hakika tunaona iko na karama, anaweza kufanya kazi fulani. Watumishi wa Mungu wanakupatia kazi. Fanya kazi ya Bwana. Chapa kazi. Hiyo ndio tumeitiwa kufanya. Tuhubiri mataifa waokoke, wakuje kanisani mwa Bwana. Na wao uko na hiyo taala. Wachungaji wanaiona ndani mwako, wanasema kijana kwenda kumtumikia Bwana. Na wewe ukikubali, hiyo ni baraka kubwa sana. Ni baraka kubwa sana. Unajibariki mwenyewe, hata na uzazi wako unaweza kuprofitia hiyo. Kwa sababu tukumbuke, tukisoma hata maandiko hapa, hiyo kizazi cha Ibrahimu kilibarikiwa kwa sababu ya yale ambayo Ibrahimu aliyoyafanya. Mungu akasema nitabariki kizazi chako. Bwana asifiwe sana. Basi tusome kidogo tena. Hapa tutaenda kusoma, ndio tutaenda kumalizia, tutakuwa warefu sana. Tutasoma zingine verse 2 tu, na hii ni katika kitabu cha Samueli wa kwanza ama Samueli wa kwanza sura yake Samueli wa kwanza sura yake ya 15 na mstari wa 24. Soma baba, Mungu akubariki. Amen. Inasema ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeiarifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu naliwaogopa wale watu, nikaitii sauti yao. Amen, amen. Huyu Samueli, Sauli ambayo tumesikia hapa, Sauli alikuwa mfalme wa Waisraeli. Samueli ndio alimpaka mafuta. Mungu alimwambia Samueli ampaki Sauli mafuta ya ufalme. Alafu wakati mwingine tunafanya vitu ambavyo vitampendeza Bwana, tunasahau ya kwamba Mungu anahitaji sisi kumpendeza yeye, lakini hapana kupendeza wanadamu. Tunafanya vitu ambavyo vitaenda kupendeza wanadamu, tunasahau ya kwamba tungelistahili kufanya vitu ambavyo vitampendeza Bwana. Ndio unasikia hapa Samueli amekiri, amemwambia Sauli amekiri dhambi zake, amemwambia Samueli, nimefanya dhambi, nimefanya yale ambayo taifa wameniambia nifanye, nimefanya mapenzi ya wanadamu na mimi nasahau kufanya mapenzi ya Mungu. Hakika kweli wakati mwingine utasema chunga tu ni papa na kwaka wa dini ama haendaki kanisani, na papa hapendaki niende kwa kanisa, nikienda na tombokaka, nikienda kuimba kule papa atanichombokea, labda acha nibakie tu hapa nyumbani. Hiyo naifanya ni kwa ajili ya kumpendeza babako mzazi. Unasahau kwamba babako mzazi ni mwanadamu. Baada ya kufanya ile ambayo inapendeza Mungu, kuja kumtumikia Bwana, unafanya ya kuwapendeza wanadamu. Na ile ambayo unafanya ya kupendeza wanadamu kweli haitakusaidia. Itakubeba katika shida. Tunapaswa kujifunza ni nani ambao tunapaswa kumpendeza. Tusijipendezeshe mbele ya watu. Nasema mimi sikunyagi pombe, leo niko na mezangu background bote machupa za pombe tu hapa, mimi tu nakasikire kumeza kweli, sibatanichekea. Chunga na mimi nipige hata kutee moyo. Unataka kufurahisha warafiki zako, wanadamu. Unasahau Mungu, unasahau amri za Mungu, unaanza kutembea katika njia ambazo hazimpendezi Bwana ili wapendeze wanadamu. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. Mungu alituumba ili tumwabudu. Hiyo ndio sababu kubwa ya Mungu kumuumba mwanadamu. Tumwabudu Bwana. Tunajua kwamba Mungu wetu ni Mungu wa masifa kweli.
Mungu ni Mungu wa masifu, anapenda tumsifu, anapenda tumwabudu. Ndiyo shabaha yake kubwa kumuumba mwanadamu. Haleluya. Ndio napenda kuchunguza muda mzuri sana kabisa, nisiende mbali na ile ambayo muda ambao wamenipea, kwa sababu vile vile kuheshimu muda ama kuheshimu kitu ambacho wamekupea ni kitu cha lazima sana. Nilikuwa nachunguza tu nisiende mbali. Hiyo ndio nilikuwa nazungumzia zamani. Nilikuwa nazungumzia kuhusu kuwapendeza wanadamu, kupendeza bibi zetu, kupendeza waume wetu, rafiki zetu, wafiansewe, kwa wale wa celibatere ama wazazi, watoto. Unafanya lilo kitu ambalo liko mbali na mapenzi ya Bwana. Wakati yote hiyo unajitambua kwamba umefanya kitu ambacho hakimpendeza Bwana, njoo kwa Yesu Kristo. Kwa Yesu kuna uwezo. Yesu ndiye Mungu wa huruma. Na wakati mwingine Petro akamuuliza Yesu Kristo, akamuuliza, huyo mtu ambaye watu ambao wananikosea ninaweza kuwasamehe mara 7? Yesu Kristo akamjibu nini Petro? Akamwambia, sio mara 7 peke yake, mara 777. Hiyo ni kwa siku. Unaweza kumsamehe mtu hata anaendelea kukukosea, anaendelea kufanya vibaya, unamsamehe. Sasa wakati wewe una hiyo uwezo ya kumsamehe mtu, jiulize, Mungu Yesu Kristo mwenye alikufa juu msalabani kwa ajili yetu, jiulize atatusamehe mara ngapi kwa siku? Tusibaki pale ambapo tumeanguka. Ukijua umejitambua, nilifanya dhambi, nimekosea, jitambue. Kujitambua ni vizuri sana. Kujitambua, kama ujitambue utaviacha vinapita pili na utatubu ile dhambi, na mwisho unasahau kama iliandikwa, utakuwa kukutana kule. Wakati wote tunaanguka katika mapenzi ambayo sio ya Bwana, tuje kwa Bwana tumwambie, piga magoti, Baba, nimeshuka chini ya msalaba wa Golgotha. Ninataka damu yako initakase. Ninataka damu yako ambayo imemwagika kwa ajili ya dhambi zangu inisafishe, ili tena leo niwe safi. Kwa sababu neno la Mungu limesema waziwazi ya kwamba maombi ya mwenye dhambi ni kama vile kelele mbele za Bwana. Sasa wakati utakuja, hauna muda wa kumwomba Mungu msamaha, na unaanza, Baba Mungu, na mimi nipatie, nimalize masomo, nipatie mume mzuri, nipatie nyumba, gari na vitu vingine vyote vya duniani. Hiyo yote itakuwa kama ni machafuko. Lakini wakati utajitambua na kuja mbele za Bwana na kuomba msamaha, hiyo ukuta ambao unakuwa katikati yako wewe na Mungu utaanguka chini sana. Kwa sababu wakumbuka, wakati tunafanya dhambi ni kama vile tumetengwa na uso wa Bwana. Mungu anatuelekezea mgongo. Lakini ni kwako wewe kujitambua, kujua wewe umekosea wapi. Mwambie Bwana, nimekosea hapa, ninataka Bwana unisamehe. Wakati hiyo kweli Mungu atakusamehe, atarudi na hiyo maombi ambayo utaomba itauvunja hiyo ukuta ambao umekuwa katikati yako na Bwana, na Mungu atakusamehe tena. Juma andiko iko wazi, wote walikosea na wakatengwa na upendo wa Bwana. Wakati tunakosea tunaenda mbali na Mungu, lakini ni wajibu wetu kuja mbele za Bwana. Kuja mbele za Bwana. Ninaamini wewe ambaye uko unanisikia mahali hapa, sasa hivi uko unafikiria, maisha yangu ninatembea namna gani na Bwana? Eske hii kitu mimi nafanyaka, hii kitu fulani inampendeza Bwana? Matetano, masengenyo, chuki, fitina, eske kweli Mungu anapenda hiyo? Anza kufikiria mwenyewe, anza kujitambua. Jitambua wewe ni nani? Umekosea wapi? Haleluya. Amen. Ninajua kweli hii ni neno ambayo liko nzito kidogo, lakini Mungu atatujalia kweli tuishike. Tukishika na tukifuatilia kweli, tukitaka kujitambua wakati wote, fanya ile ambao wanaita Wafaransa wanaita introspection, ama kujichunguza ndani, kujichunguza ndani mwako wewe mwenyewe. Umekosea wapi? Na kuja mbele za Bwana. Hakika na Mungu atafurahi, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba mbinguni kuna furaha kubwa sana kwa mtu mmoja ambaye ameokoka. Hiyo ndio kazi tunataka kufanya. Tunataka kutangaza injili ya Bwana. Hiyo ndio Mungu ametuitia. Kumbuka nilisema nitaongea kuongle mbili, kiroho na kimwili. Ita wengine, jaza kanisa. Hiyo ndio Bwana amekutaka. Sisi sote hapa ni wainjilisti kwa njia mbalimbali. Waimbaji walifanya kazi kubwa sana hapa. Kwa wengine wanakuja hata kanisani kwa ajili ya kusikia nyimbo za waimbaji na wabariki. Hiyo ni kazi kubwa. Mungu awabariki sana waimbaji. Hiyo ndio Bwana ametaka.
Ndivyo Bwana anataka tutembee na yeye. Basi kwa ufupi tutamalizia kaneno ka mwisho tu, na wakati tutakuwa tukisoma kaneno ka mwisho nitataka waanze kujichunguza. Ujichunguze. Jichunguze. Chunguza mwenendo wako. Chunguza ulimi wako. Chunguza mawazo yako. Chunguza njia zako. Chunguza lile unalifanya mchana, chunguza lile unalolifanya katika giza, jichunguze. Lile ambalo unaenda kusteti za mbali kwenyewe unawazia hakuna mtu atakujua, jichunguze. Gisi unatembea, jichunguze. Anza kujichunguza ndani mwako mwenyewe. Baba, tutaomba tusomee tena kitabu cha Yohana wa kwanza kama Aisha. Yohana wa kwanza sura yake ya 3 na mstari wa 7. Tunasoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wake wa 7. Waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 3 na mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 3 na mstari wake wa 7. Wa 7 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Biblia ya Mungu inasema 7 inasema, watoto wadogo, mtu na asiwadanganye, atendaye haki yuna haki kama yeye alivyo na haki. Amen. Samahani, tuendelee kwa sura ya 8. Samahani sana. 8. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Atendaye dhambi ni wa nani? Wa Ibilisi. Endelea baba. Kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu wakati gani? Mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Neno la Mungu. Amen. Maneno yako wazi. Maneno yako wazi. Atendaye dhambi yeye ni shetani. Atendaye dhambi yeye ni shetani. Na sio hiyo ndio shabaha ya Mungu kumuumba mwanadamu. Shabaha ya Mungu kumuumba mwanadamu ni ili tumwabudu. Sasa jiulize, kama Mungu alikuumba ili kumwabudu, kisha wewe unakia jishituko ulishakuwa nani? Shetani. Mungu aturehemu sana. Basi tutasimama tena kumalizia hapo, kweli muda wetu unayoyoma. Tutasimama sote na tutaimba kanyimbo kadogo. Baada ya hapo kipindi kitaendelea kama imepangwa na kanisa. Unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. Chunguza Baba, unichunguze Bwana Yesu, nakuomba unichunguze. Chunguza Baba, chunguza, unichunguze. Kwa njia zangu unahitaji maombi, kwa sababu tulisema hapo mbele, mimi sijui njia zako, mchungaji hajui njia zako. Ningelikuomba kama unahitaji maombi ungenisogelea mbele. Watumishi wa Bwana wako hapa, watakuwa na furaha kubwa sana kukuombea ili wapate kukupatanisha tena leo wewe na Mungu wako. Kama kweli uko hapa na unasikia unahitaji maombi, usisikie haya. Hakika tumesoma katika neno la Bwana, unapaswa kusema dhambi zako. Na kusikia haya ama kuvunjika dhambi zako haitakusaidia kwa kitu. Inawezekana sio dhambi, lakini unajitambua mwenyewe, umesema ya kwamba mimi sitembei katika mapenzi ya Bwana.
watumishi wa Bwana wakuweke mkono. Basi kama hakuna mtu, tutaenda kuomba sote. Tumwambie Bwana atujalie neema. Hiyo neema ambayo tumwambia Bwana ni kutujalia neema, tujijue sisi ni wanani, tupate kujitambua wakati wote tunaanguka katika mapenzi ambayo sio ya Bwana. Basi karibu kuomba. Na kwa mwisho mtumishi wa Bwana Ezekiel atakamilisha maombi. Baba, mbele zako tumekuja Mungu, tumejua ya kwamba Bwana sisi tumeenda katika njia ambazo hazikupendezi wewe. Baba, tunaomba utusamehe na kuturehemu. Zaidi ya yote Bwana, utupatie neema ya kujitambua sisi ni wanani. Utupatie neema Bwana ya kujitambua wakati wote tunatembea katika mapenzi isiyokuwa yako. Baba, tumeshuka mbele zako Mungu wa ajabu, ninaleta kanisa lako lote nzima katika vitanga vya mikono yako. Bwana, utusamehe na kuturehemu. Wakati mwingine Mungu tunakosea pasipo kujua. Wakati mwingine Bwana tunadharau dhambi. Wakati mwingine Bwana tunafanya dhambi kwa kuwapendeza wanadamu na kukusahau wewe. Mungu utusamehe, Bwana uturehemu, Mungu utujalie neema hii Bwana. Tumejua ya kwamba yote Bwana umesema ya kwamba yote yamekwisha, na wewe ni Mungu wa rehema, wewe ni Mungu ambaye unasamehe wale ambao wamekiri dhambi zao na makosa yao. Baba, tunashuka tena mbele zako Bwana, tunaomba uturehemu, tunaomba utusamehe Bwana. Tunataka Bwana kupata tena kibali mbele zako, tunataka Bwana kukubalika mbele zako, tunataka Bwana kuwe mwana wa maisha yetu, tunataka Bwana uwe wa kwanza katika mambo yetu. Tunataka Bwana kukujua wewe. Bwana utusaidie, Bwana utujalie neema, Mungu utusaidie, mfalme wa ajabu. Tunalibariki jina lako Mungu. Asante Yesu Kristo, asante Bwana kwa Bwana. Haleluya. Basi mchungaji Ezekiel, karibu na kukamilisha maombi na kuomba neno hili lishuke na kusama ndani ya mioyo ya wana wa Mungu. Baba mwenye nguvu, Mungu mkubwa, Baba wote wenye mwili, Bwana unasema akutafutaye kila yote ajaye kwako ataokoka. Rafiki mwema, sisi ni wanani kusudi kila leo mwamba utufunze tujue kusogelea kiti chako cha ufalme. Kweli mtakatifu, uko wa kuinuliwa tena wa kuabudiwa. Bila dhamiri Yesu Kristo, tutakuwa kama vile Bwana ng'ombe wanaoenda machinjoni bila kujua mahali wanapoenda. Lakini Yesu Kristo kila anatufunza hata siku ya leo neno njema, neno la faraja, neno la ushindi, na neno linalojaa utajiri kimwili kama vile kiroho. Kuna nguvu Yesu katika kujitambua. Na utaweza kujitambua Bwana kama neno lako halizame ndani mwetu kama vile nanga. Bwana, utaweza kujitambua kama tutakuwa watu wamejaa kiburi. Hatutaweza kujitambua Yesu kama mfariji mwema, tutakuwa watu ambao wamejaa dhambi, watu wasiokuwa na hekima, watu wasiokuwa na adabu, watu wasiojua kushuka. Lakini ndio tutakapotufinyanga Bwana, tutajua kunyenyekea. Na hiyo ndio tunahitaji Bwana kila leo maisha yetu, kama vile mwana mpotevu kupitia huu mwili wa dhambi tunao Bwana, kila tunaokosea Yesu. Ndio tunahitaji tena kuturehemu Baba, utusamehe kiongozi, kwa kuona Mungu tunakosea, kwa kusikia tunakosea Bwana, hata kwa kusema tunakosea, na mara mingi kufaa kwetu tunakosea, kutembea kwetu tunakosea. Baba, umetumia chombo chako ili tena mwamba utuoneshe faida kubwa ya kushuka, faida kubwa ya kunyenyekea, faida kubwa ya kujitambua. Yesu wangu na Bwana wangu,
mkombozi wetu. Neno lako Mwamba halije bure, lakini tumelipokea Mungu. Tunahitaji sasa lizame ndani mwetu, kwa mataifa wanapotuona Mwamba waone ya kwamba kweli tunatembea ndani ya neno lako, sababu nasema ya kwamba sisi tunapoishi, lakini wewe ndani yetu. Tunahitaji sasa katika ulimwengu wa dhambi ututambulishe, tutembee na picha yako Yesu Kristo, tutembee Mwamba na dhamiri safi katika jina la Yesu Kristo. Mtumishi wako Bwana ni chombo, ametoa sawasawa na uongozi wa Roho Mtakatifu. Ninaomba Bwana umujaze Bwana, na ili baraza lako kila leo Mwamba hupenda kuwainua waliokuwa chini. Baba, unasema anayemsogeza wa chini juu, nawe Bwana vile vile unasogeza ambaye alikuwa juu, unamsogeza juu. Baba, acha upendo wako ndio uvume katika kanisa hili, nguvu na uoga wa dhambi ndio utembee kila leo. Kila mmoja wetu Mungu anaporudi haja aruke kwa furaha na asikie Roho Mtakatifu kuja ndani mwake na kuona kwamba kweli leo nimepokea utofauti katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Bwana awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Furaha ipo? Ndio. Wangapi wamebarikiwa? Pandisha mikono juu. Amen. 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 Umwambie jirani yako kama kufurahiwa, mwambie na tena wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umwambie jirani yako kama kufurahi, mwambie na tena wewe.